majina yangu ninaitwa mchungaji Julia Moses Malenda, ni mchungaji msaidizi wa kanisa la CAG Makedonia Mission Center Kisasa, ikiwa chini ya mchungaji kiongozi mchungaji Vincent Samuel Malenda, ni baba askofu pia. Namshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo. Tumekuwa na siku nzuri. Siku ya leo katika kanisa letu mahali hapa ni siku ya mafundisho ya Bible Study. Tumekuwa na darasa zuri sana la mafundisho ya Bible Study ambalo kichwa cha somo kinasema safari ya Biblia. Na katika safari ya Biblia tunapitia vitabu vyote vya kwenye Biblia. Tumeanza Mwanzo na sasa tuko katika kitabu cha Nyakati wa Pili sura ya 16. Leo tumekwenda kuzungumza kwa habari ya sura ya 16 ambayo inahusiana na habari za mfalme Asa. Katika habari hii tumekuwa tukizungumza namna jinsi Asa alivyoanza katika ufalme wake. Alikuwa ni mtumishi mzuri na aliongoza vizuri, lakini kwenye sura hii inakuja kuonyesha wakati ambapo Asa ilifika mahali akajisahau, akatumia akili zake kupigana vita na mfalme. Na katika habari hizo tumepata somo ambalo sisi binafsi kwa ufupi ambalo tumejifunza kwamba tunapaswa kumtegemea Mungu katika hali zote. Tuliona kwamba huyu mfalme alifika mahali alipojisahau, akatumia akili zake na Mungu akamwacha. Kwa hiyo tumejifunza kwamba tunapaswa kumtegemea Mungu katika hali zote. Hata ukiwa wakati ambapo umebarikiwa, una mali, una fedha, mtegemee Mungu. Usitegemee akili zako wala usitegemee vitu ulivyo navyo. Mtegemee Mungu katika kila jambo. Unapomwacha Mungu, tunaona kwamba unapatwa na hali ambazo sio nzuri. Kwanza unakosa amani, lakini pia unakuwa ni mtu ambaye umepigwa upofu, huoni hata kitu ambacho wenzako wanakuelekeza kwamba kitu hiki sio kizuri, mbele yako wewe unakuwa huoni. Kwa hiyo kwa somo hili tumejifunza mambo mengi sana, lakini jambo kubwa ambalo mimi nimelipata kwenye hili somo kwamba usijisahau. Mtu wa Mungu, usijisahau katika hali zote. Katika safari tulionayo usijisahau, mtegemee Mungu wala usitegemee akili zako mwenyewe. Kwa hiyo tunawakaribisha sana 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 katika kanisa letu zuri la Makedonia Mission Center. Karibu sana, tuna ibada nzuri. Karibu siku ya Ijumaa tutakuwa na ibada nzuri ya maombi na maombezi. Karibu, walete wagonjwa wenye shida mbalimbali, waje mahali hapa, wataombewa na watapata uponyaji. Maombi yanatolewa bure bila gharama yoyote. Lakini pia tuna ibada nzuri siku ya Jumapili. Ibada ya kwanza na ya pili ni ibada nzuri kabisa ambazo tunamuona Mungu kwa kiwango cha juu. Tunamuona Mungu katika uimbaji, kusifu na kuabudu kwenye maneno ya Mungu, na huduma nyingi zinatolewa. Njoo katika kanisa hili na utamuona Mungu, na mchungaji kiongozi baba askofu Vincent Malenda atakuwepo kwa ajili ya kukuhudumia, na hakika utapokea muujiza wako. Karibu sana na Mungu wa mbinguni akubariki. Tunakupenda. Karibu Makedonia Mission Center, kanisa lenye upendo. Tunawapenda wote na Mungu awabariki. Amen.